Kila Januari 14 ya kila mwaka dunia huadhimisha siku ya mantiki, kwa tafsiri ya logic kwa lugha nyingine ambayo pengine umeizoea. Hii ni siku ambayo ilianzishwa na UNESCO ili kuhimiza umuhimu wa mantiki kwa maana ya logic. Hapo sasa zinazungumzwa hoja za busara, fikra makini kwa maana critical thinking na matumizi ya sayansi katika kufanya maamuzi sahihi, na inalenga kupambana na upotoshaji wa taarifa, chuki, migogoro kwa kutumia hoja zenye msingi wa akili na ushahidi. Sasa kulizungumza hilo tupo hapa na Dr. Jackson Koi ambaye yeye ni mwanafalsafa. Karibu sana. Kwa mantiki hiyo, unajua wakati tunakuwa unasikia wazee wakizungumza, utasikia kwa mantiki hiyo nafikiri ama huyu ndo mwenye shida. Kwa mantiki hiyo, hii mantiki ni nini? Ili tutengeneze uelewa wa pamoja. Sawa, kabla sijazungumza mantiki ni nini, tuanze na mfano wako. Hiyo kwa mantiki hiyo ni kweli tu tumekuwa tukisikia ni kwamba baada ya tunaita hoja, premises, baada ya hiki kutokea kikafuata hiki. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo conclusion yako ni aanze tu kusema kwa mantiki hiyo kwa sababu ya hiki kimeunganika na hiki kikafuata hiki, kwa hiyo muunganiko wa hivi vitu umeletea matokeo haya. Kwa hiyo mtu hawezi kusema tu eti kwa mantiki hiyo hana vitu ambavyo vina support jibu lake au conclusion yake. Kwa hiyo ni hoja, mpangilio wa hoja ambao ni hoja, tunasema nguvu ya hoja, power of the argument. Na Nyerere alisema sio hoja ya nguvu, kwa maana kwa sababu tu mtu fulani ambaye yupo kwenye power kasema basi tukubali. Kwa anasema tutumie nguvu ya hoja na si hoja ya nguvu, kwa maana wakati mwingine tunakubaliana na watu tu kwa sababu labda ni mkubwa, baba kwenye familia, kiongozi akisema basi wanasema mkubwa akosei. Kwa hiyo huwezi kusema, na mara nyingi hatuwezi kusema baada ya mtu huyo kusema kwa mantiki hiyo, hapana. Hiyo ni mamlaka. Kwa mamlaka hayo kwa hiyo ni muunganiko wa hoja ambao sasa unatufikisha kwenye conclusion ambayo sasa inakuwa haikinzani. Sasa turudi mantiki ni nini? Mantiki nafikiri tuweke hivi, ni moja kati ya nguzo za falsafa. Kuna nguzo kubwa nne za falsafa ambazo sasa tutazungumzia, kuna metafizikia, kuna epistemolojia, namna ya kufahamu, lakini pia kuna maadili kwa maana ya ethics na values, lakini pia kuna mantiki ambayo ndo logic. Sasa mantiki kwa kiasi kikubwa ndio tunasema kama engine, ndio ipo katikati, kwa sababu hata ukitaka kusema nimepataje maarifa haya, lazima uwe na mtiririko wa kimantiki ndio uweze kufikia hatua hii ya kutoa matokeo ya kupata maarifa haya. Kwa hiyo mantiki inakaa katikati. Sasa kwa sababu ya nafasi ya mantiki katika maisha yetu ya dunia, katika sayansi, katika teknolojia, sasa kama ulivyosema, UNESCO wakaja na hiyo siku. Nafikiri haikuanza mbali, ni mwaka 2019. Lakini kwa nini ilikuwa tarehe 14 Januari? Ilikuwa pia kuwaenzi watu ambao ni wana mantiki wakubwa duniani. Sema logicians. Mmoja alikuwa tunaenzi siku yake ya kuzaliwa, mwingine siku yake ya kufariki. Kwa hiyo tunamzungumzia kwa mfano Alfred Tarski ambaye tunaadhimisha siku yake ya leo, siku yake ya kuzaliwa, na Kurt Gödel ambaye leo ndio siku yake, anniversary yake ya siku ya kufa. Lakini huyu Alfred Tarski alikuwa ni mathematicians na logicians, yani alikuwa mwana hisabati na mwana mantiki. Huwezi kutofautisha hesabu na logiki, kwa maana vinatembea pamoja. Kwa sababu hesabu ni hapa, 1 + 1 = 2, unaweza ukaprove, sawa? Na logiki hivyo hivyo, hii kitoka inakuja hivi.
ukija na conclusion ambayo haina kitu cha support. Kwa hiyo kwa msingi huo mantiki ni mkusanyiko wa hoja mbalimbali, of course, ambapo inatengeneza utashi wa kufanya maamuzi, ama inapaswa hiyo hivyo. Ingawa watu wanaweza wakafanya maamuzi bila kufuata mtiririko sahihi wa hoja. Ndio hapo tunarudi kusema kuwa pengine na nafasi zao wanaweza wakatumia hoja ya nguvu, yani tunatumia kwa sababu tupo kwenye nafasi, basi tunaweza kufanya tu chochote, sawa. Lakini hapaswa kuwa hivyo. Ili tuweze kufanya maamuzi sahihi lazima tutumie mantiki, lazima tuwe na mtiririko wa hoja. Baadaye tunasema hapa sawa. Hata tukikaa tunasema hii ni kwa hiyo ni swala la ukweli, tunazungumzia ukweli. Maisha ambayo tunayaishi, tunaiishi logic hiyo, mantiki. Baada ukifanya utafiti mdogo tu, na nafikiri nishai kuandika kuhusu uhalifu juu ya mantiki, crime against logic in Tanzania public discourse. Nimeita uhalifu kwa maana crime, kuna namna nyingi sana ambapo hatuishi mantiki, aidha kwa makusudi au kwa kutokujua. Ambapo ni namna gani hiyo? Ni kwamba kwa sababu mtu anaamua kupindisha ukweli, na kwa sababu ana nafasi fulani ya kukubalika na nguvu ya kuweza kuzuia ukinzani, sawa, niseme ukinzani, nisitumie neno jingine, ukinzani, ana hiyo nguvu, basi hoja yake anaamua tu ipite na ikafanya maamuzi fulani. See? Kwa hiyo kuna hiyo tendency, kwa mfano hata nchini kwetu katika maisha ya umma, kwa maana public services, watu wanapindisha mantiki kwa sababu zao binafsi, umeona, kwa sababu zao binafsi. Lakini wengine hawajui kwa sababu tu ya kukosa ule ujuzi au skill ya critical thinking, umeona. Pengine hawana hiyo foundation, au pengine walilelewa katika mazingira ambayo yanawafanya wafikiri kwa namna hiyo, kwa labda kusema sisi, mtoe mfano mzuri, kwa mimi msichana mtoto wa kike hapaswi kuwa kiongozi. Hebu tuambie kwa nini hapaswi kuwa kiongozi? Umeona? Lakini ameaminishwa hivyo. Sawa. Sasa critical thinking ina vitu vyake ambavyo vinatusaidia tuweze kufikia huko kwa critical thinkers. Kwa mfano kunasema to challenge familiar beliefs, yani kupinga au kuwa na ujasiri wa kupinga hata zile imani au tamaduni ambazo tumerithishwa. Umeona? Kwa hiyo tunasema kuna mtu mwingine anafanya maamuzi fulani kwa sababu amekosa foundation ya critical thinking, na amekuja na vitu vyake ambavyo hatuwezi kumlaumu wakati mwingine, kwa sababu ndivyo alivyoaminishwa tokea akiwa labda mdogo, au dini yake. Umeona? Kwa hiyo ni hivyo. Nafikiri tuseme hivyo, kwa kujua lakini unafanya makusudi, lakini kwa kutokujua. Sasa hapa tunatakiwa tufanye nini? Ndio hivyo. Nafikiri dunia imetambua kwa sasa hivi, kwa mfano hata kwenye elimu wanajaribu kusisitiza katika vitu ambavyo wanafunzi wanatakiwa wafundishwe kutokea chini, wanaita competence based education, kuwa wanatakiwa wafundishwe kati ya vitu vikuu critical thinking kwa maana ya tafakuri tunduizi, creativity kwa maana ya ubunifu, collaboration skills kwa maana ya ushirikiano, lakini pia na communication skills kwa maana ya mawasiliano. Hivyo vitu vyote pamoja kwanza huwezi kuvitofautisha na mantiki. Ukiwa na hiyo moja kwa moja, yani utakapoongea tunaona kabisa huyu hoja hii anayotoa ina mantiki, lakini huyu mpangilio wake wa hoja una mantiki. Lakini huyu pia hata hoja aliyoiweka, jinsi alivyokuwa trained, yupo tayari bila shida yote, kuko tayari watu kumpinga. Huyu anayepima kwamba hoja Hilda ina mantiki, yeye anakuwepo kwenye nafasi gani? Sasa ndio hivyo, tunasema tuna standard za critical thinking kwenye logic. Tunaweza tukawa kwa sababu logic nimekwambia ni mathematics. Kwa hiyo Hilda anaweza akatoa hoja akasema wanasiasa wote ni waongo, afu akasema ni Richard ni mwanasiasa, si ndio? Kwa hiyo kwa hali ya kawaida mtu atasema Richard ni muongo.
Si unaona huo mtiririko? Kihesabu A sawa na B, B sawa na C, kwa hiyo A sawa na C, si ndio? Hilda anatuambia kuwa wanasiasa wote ni waongo. Richard ni mwanasiasa. Kwa hiyo Richard ni muongo. Kwa sababu Richard ni mwanasiasa. Sasa hiyo ukiangalia mpangilio umekaa vizuri. Lakini katika logic tunasema kuna kitu tunaita sound argument. Sawa. Kwa hiyo inaweza kawa mpangilio ni sawa lakini hakuna ukweli. Sawa. Kwa sababu nani anathibitisha kuwa wanasiasa wote ni waongo? Umefanya utafiti gani kusema wanasiasa wote ni waongo? Umeona? Kwa hiyo hoja ile ziwekwa makini, kuna mpangilio lazima uwe sawa wa zile tunazita premises, sawa? Lakini kila premise lazima useme ukweli wake kuhusu hiyo. Kwa mfano, premise ya kwanza ilikuwa wanasiasa wote ni waongo. Unaweza kuthibitisha hiyo? Tunajua Richard ndiye ni mwanasiasa, sawa? Lakini kwa nini useme ni muongo? Kwa nini useme ni muongo? Kwa sababu wanasiasa wote ni aidha, tuambie kwa nini wanasiasa wote ni waongo. Unaweza kuthibitisha hiyo. Umeona eh? Kwa hiyo mantiki lazima iendane na wanaita logical flow, hiyo valid, lakini ukweli mmoja mmoja, tunaangalia ukweli mmoja mmoja, zile hoja moja moja ndo zinakuwa inakuwa complete. Na hatua za kufanya maamuzi yenye mantiki ni zipi? Ni kama sayansi. Lazima ufanye utafiti, sawa? Na huo utafiti lazima uwe wa kweli, sawa? Lakini baadaye uweke kwenye mizania, kwa maana uruhusu watu waweze kutoa maoni yao. Ndio michakato mingi tunapitia, watu watoe maoni yao, na mnapotoa maoni lazima uthibitishe kwa facts, tunasema, sawa? Alafu mwisho wa siku unasema hii ipo sawa, sasa tunaiweka mezani, jamani mnaionaje? Watu wakwambia na mimi najibu, umeona? Lakini ukisema ufanye decision making, wanaita kuanzia juu kwenda chini, from top to bottom, mara nyingi inaleta shida, umeona? Kwa sababu katika kufikiri tunashauriwa zaidi tuanze na chini. Ndio hata tunasema, tunaposema kwa mfano, tuchukulie mfano ule mchakato wa katiba, anza kwa tuanze na wananchi, lakini mwisho wa siku tufike juu baada ya mchakato mwingi. Sasa kule juu ndo tunapata chombo cha maamuzi. This is our katiba, this is our constitution. Na hiyo ndo inatusaidia pia tunapofanya decisions zozote, ndo tunafanya reference kutoka huko. Kwa decisions zote, kwa mfano hata hapa za management za hapa, ukiona inatoka juu kuja chini, lazima utakuja kugundua kwa kila mtu ana maoni yake, au anasema hatujashirikishwa au hatujafanyaje. Hapo ndio inaleta shida. Lakini kama ya kutoka juu yalishafanywa utafiti na hayana shida na naona kuwa ni, nasema logically valid, basi nafikiri itakuwa haina tatizo kubwa. Okoi, kwa tafsiri hiyo mantiki ni utashi. Tunasema hivyo? Sasa utashi wanasema will. Kuna ile hali sasa, kuna ile utashi wa kufanya kitu sahihi, sawa? Unajua kwa sababu huwezi kusema tu nina utashi wa kufanya, lakini utashi upi? Utashi wa kufanya kitu ambacho wanasema kipo informed rational, yani bon. Kwa sababu mtu anaweza kawa na utashi, tunaita free will, utashi free will. Kwa sababu najaribu kutaka kuelewa hivi kwamba utashi, kwamba uelewa wa mambo, una taarifa kiasi gani sahihi, ili pale unaposikia jambo uwe na urahisi wa kutambua ama kufanya hizo hesabu, kwamba kwa hoja hii ya Koi, hii ya Hilda, hapana, Koi hayuko sahihi, Hilda yuko sahihi, ama Koi yupo sahihi, Hilda yupo sahihi. Kuna hadithi ndogo hivi. Baba na mtoto walikuwa wanachunga. Sasa wakiwa kwenye malisho huko,
ng'ombe akapata mtoto. Sasa wakawa narudi nyumbani, baba kambeba mtoto yule kambeba yule ndama, mtoto wa ng'ombe, baba anamchapa ng'ombe kwa warudi nyumbani. Ng'ombe sasa haende, anarudi nyuma kumfuata mtoto ambaye amebebwa huko nyuma. Yule mtoto akamwambia baba yake, baba nitangulie mimi na mtoto, ng'ombe atafuata. Na ikawa hivyo. Sasa najaribu kupata hoja ya logic hapo na utashi. Sawa, kwa sababu kwa hiyo ni mtoto tuseme alifikiri akaona, yani tuseme alijiongeza kwa lugha yetu, alifikiri akaona ni ng'ombe anarudi nyuma kufuata ndama. Lakini baba, kama wakati baba angegoma pale, yeye anatumia mamlaka kama baba, sawa. Lakini baba angemuuliza mtoto kwa nini, mtoto labda angemwambia ni kwa sababu huyu ng'ombe anarudi nyuma kumfuata mtoto. Sasa hiyo ni tuseme tu ni akili ya kawaida, tuseme ndio hiyo mantiki, kwa nini amejiuliza kwa nini, ndio utafiti kwamba ng'ombe anarudi kufuata ndama. Kwa hiyo nitangulie, ng'ombe atanifuata. Kwa hiyo alichokifanya ni sasa akafanya, ndio wanasema will, ndio hiyo utashi wake sasa nikitangulia atafuata. Kwa hiyo utashi ni ile hali ya kuamua sasa, umeona, kuamua sasa kwa muktadha wetu, kuamua sasa kufanya kwa misingi ya mantiki, umeona. Kwa sababu utashi peke yake ukibaki, utashi ni ile hali sasa ya kuamua kufanya, umeona. Lakini unafanyaje? Kwa sababu utashi sio lazima uwe una mantiki. Unaweza kuwa na utashi wa kufanya kitu lakini you are not informed, sawa, logically, sawa. Kwa hiyo utashi ni ile nguvu sasa. Ndio maana watu wanasemaga tuna political will, una utashi wa kisiasa. Yani sasa tunaielewa na tupo tayari tunatakiwa tufate vile vinavyotakiwa, umeona. Tunaweza tukawa tuna irani nzuri na nini, lakini hatuna utashi ule wa kisiasa wa kuweza kufanya kile kitu. Kwa ile zile ya kuweza kufanya kile kitu, hari tuite. Kwa mfano kuna kipindi fulani tulikuwa tuna nguvu, sijui hari na nini. Kipindi cha rais wa awamu ya 4. Unaweza ukawa na nguvu lakini una hari, umeona. Hari ya kufanya huna, umeona. Kwa maana ile kasi, ari na nguvu. Unaweza ukawa na speedi lakini you are on the wrong track, yani unakimbia unaelekea porini, umeona. Kwa hiyo sasa ni vitu vinaenda pamoja, umeona. Ile utashi wa kufanya hichi kitu, uwe na uwezo, nguvu. Nyerere akisema na sababu, umeona. Sababu tu unazo. Na mtu kuwa na maamuzi ya kimantiki, anajifunza, inatokea tu anaweza kuwa hivyo, ama nini ambacho kinaweza kusababisha? Sawa, mwanafalsafa Aristotle anatuambia kuwa sasa virtue kwa Kiswahili inaweza tukaita labda fadhila, sawa, kuwa lazima ufanyie mazoezi, sawa. Hatuwezi kusema wewe ni mtu mzuri, Richard au Hilda ni mtu mzuri kwa kuwa tu uzuri wako, matendo yako yametokea from nowhere, umeona. Lakini ni kwa sababu umejizoesha kuwa na ile fadhila, labda kama ya fadhila ya kiasi, labda fadhila ya unyenyekevu, umekuwa na hayo mazoezi, sawa. Kwa hiyo itokee hivyo. Sasa ndio maana tunahitaji kuanzia huku chini kwa watoto wetu, tuanze kuwalea katika namna ya kufikiri sawa sawa. Kwa hiyo malezi tunayapata, baadaye tutaenda chuo, tutaenda shuleni, tutaenda vyuoni, bado tutaendelea kwa hapo. Ndio maana tuna courses za critical thinking, tunawafundisha watu namna sahihi ya kufikiri. Ni unatakiwa, kwa mfano unakuja kule, unatakiwa uwe tayari kuchallenge hata imani yako uliorithishwa kama ina mantiki, umeona. Unaweza kusema hii hapana, umeona, hii hapana. Kwa sababu gani? Sioni kama sioni kama ina mashiko, umeona. Kwa hiyo mantiki inafanya maamuzi, ni kwamba sahihi, kwamba naamua hivi kwamba bwana Hilda yupo sahihi mbele ya Musa ama mbele ya mtu fulani. Kwa hiyo mimi nimeamua, hakuna mwongozo ambao umeandikwa.
lakini nimefanya hizo hesabu kwamba kwa hoja hii na hii na hii hili iko sahihi. Sasa tupo kwenye dunia ambayo kuna sheria, kuna mihimili ambayo inatoa tafsiri za haki kwa maana ya mahakama ambayo yenyewe inaenda kutafsiri vile ambavyo vimeandikwa, na wakati mwingine wanasema si wote ambao wapo magereza wana hatia, kwamba iliamua sheria. Kuna hoja ya mantiki kwamba hapo pengine kwenye maamuzi ilipaswa kuingia. Sawa, ni kweli. Sasa nakuja kwenye kitu ambacho mara nyingi tunakipa kipaumbele katika falsafa, ni kwamba kitu kinaweza kawa kinakubalika kisheria lakini hakina mantiki, hakina maadili. Umeona? Maadili kwa maana ya maadili, tunapozungumzia maadili kitaaluma. Sawa. Labda niseme what is legal is not necessarily ethical and logical. Sawa. Sio lazima. Sawa. Sheria tunazitengeneza kutokana na mazingira yetu na nini. Kwa mfano, nitoe tu mfano mzuri kuwa nchi yetu hairuhusu utoaji mimba, sio? Abortion. Lakini nchi zingine zinaruhusu, si ndio? Sheria zetu haziruhusu hicho kitu. Lakini sasa ile abortion is legal, but is it ethical? Ni kitendo adilifu. Umeona? Kwamba ni kosa kisheria lakini si sawa kimaadili. Umeweka vizuri sana. Umeona? Ni sawa kisheria? Hapo kipi chenye nguvu? Sawa kisheria lakini ni sawa kisheria lakini si sawa kimaadili. Sawa. Lipi lenye nguvu hapo? Sasa sheria mara nyingi ndo tunazozitumia kama mwongozo wa jamii zetu, si ndio? Sheria zinaandikwa. Kwa mfano maadili ndio tunaita sheria kwa sababu tunaita compliance approach, lazima uzifuate. Umeona? Lakini kwa maadili tunasema integrity approach, kwa ni wewe mwenyewe ambao unaona hiki ni sawa. Sasa tunarudi kwenye utashi. Je, watu wana utashi wa kuweza kufuata hiki kitu kwa sababu hiki kina adilifu ingawa sheria inasema hivi? Sasa watu wengi waliamua kutumia hizi sheria ambazo pengine tuseme zina mapungufu, lakini kwa sababu ni sheria, umeona kufanya mambo yao kwa sababu ya interest zao. Sasa hapo inakuwa kama kwenye njia panda ya usahihi wa jambo na kukubalika kwa jambo, kukubalika ama kwa mujibu wa sheria hizo. Ndio. Sasa ninajaribu kutaka mfano, labda mshawahi kumsikia kuna msanii mmoja wa uchekeshaji wima, ana clip yake anasema kuna tofauti kati ya uhalisia na ukweli. Anasema sasa hii ni kitu halisi lakini ni kweli. Umeona? Sasa ukweli mara nyingi tunasema uhitaji evidence. Ukweli unasimama kama ulivyo. Lakini fact inahitaji evidence. Sasa ndo sheria inakwambia tupe evidence, lakini wakati fulani bwana mimi sijaiba. Umeona? Na ni kweli, yani mazingira yanasuggest kwa umeiba, lakini kweli unajua. Sasa wapo wanahitaji ushahidi, wanahitaji evidence ili iwe ni kweli ama uongo. Hapo wanahitaji. Kwa hiyo kumbe kwa mantiki hiyo kunaweza kuwa kuna ukweli wa uongo. Yaani inaweza kuwa kwamba sheria imeamua na kilichoamuliwa na sheria manake ndio ukweli. Sasa niweke kwenye Kiswahili hivi, kwa Kiingereza kuwa hiyo ni fact lakini sio truth. Sawa? Yaani ni fact kwa sababu ina evidence. Lakini sio kweli ingawa ile kweli haina evidence. Sawa? Umeona? Sisi tunajua kuna mazingira mengi sana watu ambao wame labda hukumiwa kwa vitu ambavyo hawahusiki, lakini kwa sababu tu yale mazingira. Umeona? Sasa ni hapo sasa ndio hapo unasema kama ulivyosema ilikuwa unabaki kwenye njia panda. Sawa? Sasa wakati fulani tunasema tunatii mamlaka. Umeona? Wakati fulani sasa na wewe uwe resilient. Kwa mfano kama umeonewa kwa sababu ya sheria ambazo zipo sahihi, una react vipi? Hapo sasa pia unahitaji hekima, ambayo hekima ndio kila kitu kwenye falsafa. Kwa mfano sasa nataka kupambana nivunje hili gereza kwa mfano, wananionea nani? Kitu ambacho hutoweza. Umeona? Hutoweza. Kwa hiyo unahitaji pia uvumilivu. Na hii hoja ya mantiki. Wakati tunamalizia swala hili likiwa endelevu pia, na tumalize vipi sasa katika kuielewa mantiki na kuiishi na kufuata? Sawa.
Mimi najaribu kwa sababu lazima tukubali kuwa jamii yetu, tamaduni zetu zimetufanya tufikiri na kutengenezea namna yetu ya kufikiri. Kwa hiyo tuendelee kama jamii yetu kuweza kuhamasishana, kujifunza tafukuri tunduizi kuanzia kwenye level za chini, hizi wanaita 21st century skills, tuzikumbatie kweli, kuwa watoto wetu tuanze kuwafundisha namna ya kufikiri vizuri, na nafikiri hicho kinafanyika kwa ukubwa wake kwenye nchi yetu ya Tanzania, lakini tuendelee hivyo hivyo, kwa sababu huwezi kuacha, kwa sababu kujifunza kufikiri sio sawa wakati mmoja. Ni mazoezi, na mwisho wa siku basi tuweze kuwa waadilifu, kwa sababu uadilifu pia ni tunda la mantiki. Umeona, uadilifu ni tunda la mantiki. Nafikiri niweke hivyo. Kwa hoja hizo ambazo umeziweka, uadilifu, hekima, kwamba ni sehemu ya tunda la mantiki, ama sehemu ya mizizi ya mantiki. Kwa mantiki hiyo, tukiishi mantiki vyema, jamii itakuwa sehemu salama zaidi ya kuishi, sio? Yupo sahihi kabisa. Mkuu, nafikiri nimekuwa sehemu ya wanafalsafa. Nilikuwa natafuta sehemu nikubalia. Bwana Koyi, tunakushukuru sana. Asante sana kwa muda wako. Nashukuru sana. Sasa ni Dr. Jackson Koyi, mwanafalsafa, tukizungumza naye hapo kuhusiana na siku ya mantiki. Bila shaka umejifunza vingi juu ya fikra makini, hoja za busara, na mambo ya msingi na muhimu kuhusiana na mantiki.